Naam, mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa SUA Media, ni karibu tena katika kipindi kingine cha mfululizo wa masomo yetu ya Bobea Andikoni. Naam, tupo somo la 5 na somo hili linajulikana kwa Yeriko. Somo hili limejengwa katika kitabu kile cha Yoshua sura ya 5 na ile sura ya 6. Naam, mpenzi mtazamaji, ninakusii kama una nakala yako ya Biblia, unaweza ukafunua katika kile kitabu cha Yoshua sura ya 5 na ile sura ya 6. Naam, tunaenda kujifunza habari za ule mji wa Yeriko. Naam, kwa siku ya leo nimefanikiwa kuwa na walimu kadhaa ambao tutawasilisha somo hili ambalo limejengwa katika kitabu cha Yoshua 5 na ile 6 ikijulikana kwa Yeriko. Naam, nina Madam Yasinta ambaye yupo upande wangu wa kulia. Naam, kuna kaka Wilsoni pia yupo upande wangu wa kulia wa pili. Lakini nina dada yangu Glory ambaye yupo upande wangu pia wa kulia. Lakini upande wa kushoto ninaye mwalimu Petro ambaye tutakuwa naye katika mjadala wa siku ya leo. Basi kabla ya kuendelea na mjadala wetu, nimkaribishe mwalimu na kaka Petro aweze kutuletea ombi. Naam, Petro, karibu. Tuombe. Baba mtakatifu, ukete mahali pa juu palipoinuka, tunasema asante kwa sababu umetuwezesha kukutana wasaa huu kuweza kujifunza maandiko matakatifu. Baba mwema, tunaomba uwepo wako ukae pamoja nasi mwanzo hata mwisho wa kipindi hiki. Kwa niomba kwa imani ni katika jina lake Yesu. Amen. Amen. Basi tumepata ombi, tunaweza kuendelea. Katika historia na maandiko kuna mji ambao unaongelewa, mji ambao ulikuwa na ngome kubwa alafu ndefu, ilikuwa ni Yeriko. Ipo miji mingine ambayo ilifanikiwa kuangamizwa, lakini haikufanikiwa kuwa na ngome yenye upana mkubwa na yenye urefu na uimara wa hali ya juu. Lakini katika habari ya huu mji tunaona ulikuwa na ngome kuu ambayo kiukweli haikuwa rahisi mvamizi yoyote kuivamia hii ngome. Na tunapoangalia wana wa Israeli hawakuwa na utaalamu sana kwa habari ya vita, lakini cha ajabu ukuta huu uliangushwa. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa SUA Media, unaweza ukafuatilia habari hizi na ukaelewa kwa undani kupitia mjadala wa siku ya leo. Basi kwa kusema hayo, nimkaribishe mwalimu Kasiri aweze kutupa mwongozo kidogo juu ya fungu lile la Yoshua 6 kuanzia fungu la 15 hadi la 19. Naam, ni fungu ambalo limejenga mzizi wa somo letu na mjadala wetu wa siku ya leo. Naam, karibu. Asante mwalimu. Yoshua sura ya 6 mstari wa 15 inasema kwamba ikawa siku ya 7 wakaondoka asubuhi na mapema wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji vivyo hivyo mara 7. Ila siku hiyo walizunguka huo mji mara 7. Hata mara ya 7 makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu. Na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo, isipokuwa Rahabu yule kahaba ataishi, yeye na watu wote walio pamoja naye. Asante sana mwalimu Kasiri, umeweza kutusomea fungu elekezi au fungu ambalo linaonyesha ushindi wa wana wa Israeli kukabili mji Yeriko. Naam, ndugu mtazamaji, nikusii upigie msari neno ambalo limesomwa katika
Yoshua 6 na ule mstari wa mwisho kabisa linaongelea habari ya ule mji uliwekwa wakifu isipokuwa yule Rahabu. Neno wakifu lipigie mstari, utakuja kujifunza baadaye nini kilijiri baada ya wana wa Israeli au baadhi ya wana wa Israeli kutoendana sasa na Mungu alivyotamani wafanye. Maana alisema ule mji uwekwe wakifu kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Basi kwa kusikiliza na kuendelea kutazama somo hili, tunaweza tukajifunza kitu kikubwa kwamba Yeriko ulikuwa ni mji ambao ulikuwa unawatisha kama miji mingine ambavyo ilikuwa inatisha, lakini Yeriko ulikuwa ni mji ambao unatisha, na ukiwa na watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa, wamejiwekea akiba ya fedha, akiba ya chakula na vitu vingine. Yani kwa ufupi ulikuwa ni mji ambao umejitegemea au umejitosheleza, kwamba hauwezi ukategemea mji mwingine, na mahitaji yote yalikuwa yanawatosheleza wakazi na wale ambao walikuwa wanakaa ndani ya ule mji. Basi Madam Glory, karibu kwa utangulizi wa somo la leo ambalo inajulikana kama Yeriko. Asante, nashukuru mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambaye unazidi kutufuatilia katika chaneli yetu ya SUA SDA Church Media. Utangulizi wetu ni kama ifuatavyo. Ulikuwa ni mji wa Yeriko, ulikuwa ni mji ambao watu wengi walikuwa wanauogopa, kwa sababu ukifuatilia historia yao ilikuwa ni historia ya watu ambao walizania kwamba ni nchi ambayo watu walikuwa wanakula watu kwanza, alafu pia ni nchi ambayo ilikuwa imebarikiwa vitu vingi, kwa sababu walituambia kwamba ni nchi ambayo inakuwa ina maziwa na asali. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anatazamia, ila ni jinsi gani wataingia pale ilikuwa inashindikana kwa namna hiyo. Na pia swala jingine ambalo tuliweza kuliona kwamba wale watu wa mji wa Yeriko waliweza kugundua kwamba ile nchi inatakiwa iweze kufanya nini? Kuchukuliwa mateka au iweze kuchukuliwa na wana wa Israeli. Hivyo ikapelekea mfalme wao kutayarisha jeshi na kutayarisha watu katika nchi ile kwa ajili ya kuweza kujiandalia chakula, kujiandaa kivita, huku wana wa Israeli wakiwa wamepiga kambi ngambo ya nini? Ngambo ya Yordani. Na hiyo iliweza kuwapatia hamasa au kuwapatia shauku kubwa, kwa sababu walishafahamu na kusikia habari kuhusiana na wana wa Israeli. Hivyo ikawapelekea kwamba itakuwa ni kitu kidogo sana kwao kutolewa katika ile ngome ambayo mfalme wake aliweza kuchukua muda mwingi pamoja na wakazi wake kwa ajili ya kuitengeneza. Na inasadikika ya kwamba ukuta wake kwa juu zilikuwa zinapishana magari mawili makubwa yenye mizigo. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba ilikuwa ni ukuta wa namna gani? Hebu twende pamoja tujue kwamba somo hili litatubariki na kutuongoza katika sehemu katika maisha yetu. Asante sana dada Glory. Nipende pia tukiwa hatujahama zaidi au hatujaenda mbali katika sehemu ya utangulizi, dada Yasinto, unaweza kutuambia nini juu ya mji Yeriko? Kama Madam Glory alivyoongea, Yeriko ni mji ambao ulikuwa unatisha. Lakini kisa hiki cha Yeriko kina ujumbe kwa kila mtu ambaye ameitwa na Mungu kukamilisha kama alivyoongea Madam Glory. Mji huu wa Yeriko ulikuwa unatisha, lakini kisa hiki cha Yeriko kina ujumbe kwa kila mtu ambaye ameitwa na Mungu kukamilisha kazi ya Mungu ambayo inaonekana kuwa haiwezekani. Lakini tunaona kwa kumtegemea Mungu wana wa Israeli waliweza kushinda huu mji wa Yeriko. Lakini inasema kwamba pia ni ishara kwa wale watu ambao wana matumaini kwa Mungu, ambao wanamtumaini Mungu kuwatendea, kumfanya Mungu afanye pale ambapo watu kwako wanakuwa haiwezekani. Lakini pia naenda kuongea kwamba kila mtu ana Yeriko yake. Pengine inaweza kuwa ni changamoto
au kile kitu ambacho kwako unakiona ni kigumu na kiwezekani kabisa. Lakini tumaini letu pekee ni kwa Mungu, ambapo tukimwachia nafasi ya yeye kufanya, ataweza kutufanya tuweze kushinda kama wana wa Israeli walivyoweza kushinda huu mji ambao ulikuwa unatisha na ulikuwa ni mkubwa. Asante sana. Tunaona katika habari ya utangulizi unajaribu kuelezea namna ya mji wa Yeriko ulivyokuwa unatisha kwa wale ambao walihitaji kuvamia. Lakini tukijifunza tutagundua kwamba kunao wapelelezi walifanikiwa kuingia. Ni kweli ni wapelelezi ambao walikuwa wameandaliwa na walikuwa na mafunzo maalum ambayo yaliwasaidia kuingia Yerusalemu, Yeriko. Lakini tunakuja kuona kwamba Israeli inataka kuuteka sasa, sio kwenda kuupeleleza. Ndipo sasa inamuhitaji sana Mungu ili waweze kuingia. Na habari hizi zilikuwa zimeenea kwa wakazi wa Kanaani au wakazi wa ule mji wa Yeriko. Walikuwa wanajua wana wa Israeli muda si mrefu wametoka jangwani, kwa hiyo watakuja kuivamia Yeriko. Lakini kwa ukubwa na uwezo wa ule ukuta uliwapa kiburi na ukawafanya waendelee kujiamini katika hali hiyo hiyo, ijapokuwa wana wa Israeli walikuwa wamefanikiwa kumfahamu Mungu na Mungu alikuwa ametembea nao kwa muda mrefu sana. Tunaona wanawavusha Yordani, sasa wanaikabili Yeriko. Sasa habari za Yeriko ilikuwa ni mji ambao ulikuwa ni mkubwa, lakini tunaona tukio la kwanza kwamba Mungu anawaamrisha wana wa Israeli wazunguke ile Yeriko kwa siku 6 mara moja, wakiwa wametanguliwa na nani? Na makuhani. Lakini tunaona siku ya 7 ambayo inazungumziwa katika lile fungu la 15 hadi la 19 katika Yoshua 6, tunaona mafanikio makubwa ambayo waliyapata baada ya kufuatilia ule utaratibu ambao Mungu aliwapa, hadi tunaona ule ukuta unabomoshwa na Mungu mwenyewe. Lakini kuna jambo la pekee kwamba ukuta ulibomoshwa, ila kulikuwa na sehemu ambayo ukuta haukuweza kubomoshwa. Hebu Mwalimu Petro, hebu tuelezee kwamba kwa nini Mungu anaubomosha ukuta alafu kuna mahali anafika anasimama? Nini kilitokea Mungu asiubomoshe wote? Asante mwalimu na mwenyekiti. Mungu alibomosha ukuta na mji mzima wa Yeriko, lakini kuna sehemu hakubomosha wala kudondosha. Kwa nini alifanya hivi? Naweza kuchukulia mfano kama vile shughuli ya upasuaji. Shughuli ya upasuaji mara nyingi inaonekana kama ya kutokujali kama mtu anakufanyia upasuaji, utaona kama huyu daktari anipendi, kwani ananichana mwili wangu. Lakini pia ni shughuli ambayo ina upendo ndani yake, kwa sababu inatakiwa ile shida ambayo inakumsumbua mgonjwa iweze kuondolewa, au ule ugonjwa ambao upo ndani ya mtu uweze kuondolewa. Lakini pia hii inatumika pia hata kwa Mungu katika wakati huu ambapo ilibidi uovu uweze kuondolewa, maana walikuwa wamenajisi nchi, wamekuwa wanafanya maovu, na huenda wangeachwa yale maovu yalikuwa yanaambukizwa kwa Israeli na ulimwengu mzima. Kwa hiyo kama Mungu ambaye anajali na Mungu mwenye upendo, ilikuwa ni muhimu kuweza kuondoa ule uovu. Na hapo ndipo unaona kwamba shughuli ya upasuaji inafanyika kana kwamba haina upendo, lakini kuna upendo ndani yake. Kwa namna hiyo Mungu aliangamiza, lakini anapoondoa uovu alikuwa ni mwangalifu sana kumwacha Rahabu, ambaye yeye alimwamini, na aliposikia habari zake alikiri ya kwamba Mungu wa mbinguni, Mungu wa Israeli ndio Mungu ambaye anatawala juu na chini. Nitaenda kusoma katika kitabu cha Yoshua 2:11. Kitabu cha Yoshua 2:11 napo sindikizia maelezo haya. Yoshua 2:11, neno la Bwana linasema kwamba na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awai yote kwa sababu yenu.
kwa kuwa Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Tunaona Rahabu anamkiri Bwana kwamba yeye ndio Bwana wa mbingu na nchi chini, na imani hii ilimfanya hata watunzi wapelelezi na akaomba naye aokolewe yeye na familia yake. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu na ni mwangalifu, anapofanya upasuaji akiondoa uovu katika nchi ile ya Kanani, aliweza kumtunza Rahabu na Rahabu akapata wokovu kwa namna hiyo. Kwa hiyo hii shughuli iliambatana pia na upendo ndani yake. Kwa hiyo ndiyo sababu ambayo Mungu aliacha nyumba ya Rahabu na upande wa ukuta ambao ulikuwa nakabili nyumba ya Rahabu ukawa umeacha, ni kwa sababu hiyo. Lakini pia Mungu hana upendeleo. Kwa sababu hiyo unaona Mungu hana upendeleo, kwa sababu pamoja na kwamba Rahabu hakuwa Mwisraeli, lakini kwa sababu alimwamini Mungu ilikuwa ni nafasi yake ya kuokolewa. Na hata wale wa Kanani wangefanya hivyo, nao wangeokolewa vivyo hivyo. Na kwa namna hiyo tunamwona Mungu ni mwenye upendo, lakini upendo wake unajali pia hata haki. Kwa hiyo upendo wa Mungu kwa sababu ya upendo wa Mungu ilitakiwa pia uangamivu utokee ili wasije wakaathirika na wengine. Na kwa namna hiyo Mungu aliamuru katika ile kitabu cha Kumbukumbu sura ile ya 20 mstari wa 16 hadi wa 18. Kwa pamoja na kwamba Mungu ana upendo, lakini upendo wake kwa kutimiza huo upendo ilibidi Kanani waweze kuangamizwa na watu wa Mungu waweze kupata wokovu. Niishie kwa hapo kwa siku leo. Asante mwalimu. Naam, asante. Tunaendelea na mwendelezo wa kujifunza Biblia Bobea Andikoni, na hii ni SUA Media inakuletea mwendelezo huu ukiwa katika ubora na wa hali ya juu. Tukiwa tunazungumzia mji wa Yeriko. Ni mji mzuri sana ambao ulikuwa unafahamika na uwezo wake. Lakini tunaona katika kabla ya kukabili huu mji, kuna jambo ambalo lilifanyika ambapo lilikuwa ni kielelezo kutoka kwa baba wa imani ambaye alikuwa ni Ibrahim. Lakini tunaona linakuja kuendelezwa na kizazi ambacho kilifanikiwa kuvuka katika ule mto Yordani, kwamba walipopiga kambi Mungu aliamuru wafanyiwe jambo fulani likiwa linaandaa kuja kuikabili Yeriko. Hebu unaweza ukatuambia mwalimu Kasiri, ni jambo gani ambalo lilitendeka kabla ya kuipiga Yeriko? Asante mwalimu. Kuna mambo mawili ambayo yalifanyika katika safari ile ya kukabili Yeriko. Jambo la kwanza ni habari ya tohara, na jambo la pili ni habari ya Pasaka. Kwa nini tohara na kwa nini Pasaka? Hivyo vitu vifanyike. Ilikuwa ni sehemu ya ibada. Tohara ambao mwanzoni ilifanyika kabisa inaanza kutajwa kipindi cha Musa akiwa jangwani. Lakini pia hiyo tohara ilimaanisha kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Yaani ilimaanisha kuweka mahusiano ya dhati kati ya Mungu na nani? Na mwanadamu. Kwa maana hiyo kitendo cha hawa wana wa Israeli kukabili Yeriko, walipaswa kujitoa kikamilifu ili kukabili Yeriko. Na tunapozungumzia kujitoa kikamilifu, maana yake ni kuwa safi, kujitenga na uovu. Kumbuka kwamba alikuwa wanakabiliwa na watu waliokuwa wanawazunguka nchi zingine, wakiwemo wa Kanani, wakiwemo Waperizi na kadhalika. Hao watu walikuwa wanaabudu miungu. Kwa maana hiyo walikuwa hawajajitenga na Mungu. Kwa maana hiyo Mungu kusema kwamba wanapaswa watu watahiriwe tena, ilimaanisha kwamba wanapaswa wajitoe kikamilifu kwa mahusiano ya kudumisha uaminifu kati ya Mungu na hao watu. Lakini pia habari ya Pasaka ilifanyika mwanzoni baada ya wana wa Israeli kutoka Misri. Nayo iliashiria kitendo cha imani, kwamba wana wa Israeli walichinja kondoo na hatimaye ukaambiwa kwamba damu hizo wazipake katika nyua za milango. Kwa maana hiyo hata leo hii huduma ya Pasaka inaendelea. Kwa nini inaendelea? Na sisi tunasisitizwa kwamba tunapofanya hivyo tunaweka imani ya dhati kwa Mungu. Na hiyo imani
ndio pekee ambao tunaweza kushinda. Yaani jaribio lolote la shetani ambalo linatuijia maishani, iwe woga, wasiwasi, hofu, changamoto yoyote, ni kupitia damu ya Yesu Kristo ndio inaweza kutusafisha. Kupitia damu ya Yesu Kristo ndio inaweza kutupatia ushindi. Kwa maana nakupendekezea wewe rafiki unayetusikiliza kupitia SUA SDA Church, tafadhali mkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Maana yeye amesema kwamba akae ndani yangu atazaa matunda tele. Asante. Asante sana, nimefurahia huo wito kwamba Yesu mwenyewe ndiye anayefaa kututakasa, pia kutuokoa na kutufanyia chochote ambacho kinatufanya tuwe wana na warisi wa ufalme. Jambo moja ambalo lilipaswa lizihirishe kwamba hili ni taifa la Mungu. Tohara ilikuwa mojawapo ya kigezo cha yeyote ambaye aliitwa mwana wa Mungu. Ndio maana tunaona viongozi wote wa Israeli tohara waliisimamia kama maandiko ambavyo yalipaswa. Hata Yesu mwenyewe alipata tohara, na hii ilitunzwa vizazi hata vizazi. Lakini walimu, mnaweza mkazungumzia nini? Na zani katika maisha yetu pia tunakabiliwa na Yeriko. Yapo mambo ambayo kiukweli tukiyatazama hatuwezi kuyavunja au kuyatoa kwa nguvu zetu, ila ni Mungu. Naam, Mwalimu Kasiri, karibu kwa mara ya pili, uzungumze angalau kwa dakika moja. Asante. Kitu ambacho kimenitia moyo zaidi ni kwamba wana wa Israeli wanapewa ahadi na Mungu kwamba nitawapigania katika hii vita, lakini walipewa maagizo kwamba nendeni mkauzunguke mji mara 7. Ni kitendo ambacho tunapaswa tujifunze maishani kwamba hata sasa Mungu ametuahidi kutupatia vitu. Kwa kupitia maombi tunapaswa tuombe, lakini pia kuomba kwetu kusitufanye sasa tusijihusishe katika wajibu. Tunapaswa na sisi kufanya sehemu yetu kama kuuzunguka mji wa Yeriko. Lakini Mungu yuko pale kwa ajili ya kututimizia ahadi zetu. Asante. Asante sana. Madam Yasinta, unaweza ukawa umetoka na fundisho gani kutoka katika huu mji wa Yeriko? Kitu ambacho nimetoka nacho hapa, tasoma hapa, anasema ushindi dhidi ya shetani katika eneo lolote la maisha yetu inawezekana tu kwa imani ya Yesu. Kwa hiyo tukimwamini Yesu tutaweza kumshinda shetani. Lakini pia kuna fungu hapa la Yohana 15:5 ambapo anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo pasipo Yesu hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya. Hata Yeriko, wana wa Israeli, isingekuwa ni kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu, wasingeweza kushinda. Kwa hiyo mtazamaji, tuna umuhimu wa kumtegemea Mungu katika Yeriko zetu ambazo tunazipitia. Tumkabidhi Mungu na tumwachie atupiganie. Asante. Kaka Petro. Naam. Unaweza ukatuambia nini juu ya Yeriko? Kama wasafiri ambao tunaelekea mbinguni, nasi pia tupo kama ng'ambo ya Yordani tukiutazama Yeriko ambao ndiko makao yetu ambayo yako, na Yesu alituahidi katika Mathayo 14 mstari wa 1 hadi wa 3 kwamba ameenda kuyaandaa hayo makao ambayo ndio nchi ya ahadi, Kanaani ya mbinguni. Kwa hiyo nipende tu kumpendekezea mtazamaji ya kwamba awe pamoja nasi katika hapa katika hii ng'ambo ya Yordani tukiutazamia ule mji ambao Bwana ametuandalia. Na tunajiandaaje? Ni kwa kujiweka mikononi mwa Mungu kama walivyofanya Israeli. Na tunafahamu kwamba walijiweka mikononi mwa Mungu, walijitakasa, wakafanya tohara, wakafanya na Pasaka ili kujiweka vizuri kuingia katika mji wa Yeriko. Kwa hiyo mtazamaji, jiweke sawa, jiweke tayari kwa ajili ya kupokea mji huu wa Kanaani ya mbinguni. Asante. Asante sana. Kiukweli Yeriko ilifanikiwa kutekwa si kwa nguvu zao. Ilikuwa ni Mungu mwenyewe amejidhihirisha ndani ya jeshi la Mungu, jeshi la wana wa Israeli. Kulikuwa na jambo ambalo lilitokea tu mwanzoni pale ambapo
Yoshua akiwa anajiandaa kwenda kuikabili Yeriko. Natamani tulizungumzie kwa sababu litatusaidia kuelewa somo linalofuata. Lilikuwa ni yule kamanda wa jeshi ambaye alijitokeza akawa hajulikani ni jeshi gani, lakini Yoshua tunamuona anamhoji, anamuuliza wewe uko upande gani, kwa maana upo upande wetu au upande wa adui. Lakini tunaona kamanda huyu anajibu, anasema kweli ni kwamba huyu kamanda hakuwa na upande wowote, au zile pande mbili za wana wa Israeli na ule upande wa adui ulipaswa uwe upande wao. Karibu Mwalimu Petro uweze kutuelezea nini ilikuwa kimejificha hapa, kwamba anasema hayupo upande wowote. Karibu. Asante mwalimu. Tunafahamu yule amiri jeshi wa jeshi la ameitwa kama amiri wa jeshi la Bwana. Na alipoulizwa na Yoshua kwamba je, huo upande wetu au upande wa adui, alisema la, bali yuko upande wa jeshi la Bwana. Hapa msikilizaji na mtazamaji anapaswa kutambua ya kwamba siku zote anatakiwa kuwa upande wa Bwana na sio Bwana kuwa upande wake. Yeye anatakiwa kuwa upande wa Bwana. Niseme tu kwamba hata Kanaani wangekuwa upande wa Bwana walikuwa salama. Kwa hiyo siku zote Bwana, sisi ndio tunatakiwa kuwa upande wa Bwana. Nadhani nimejibu. Asante. Kwamba mwanadamu anayehitaji kuokolewa ni lazima amchague Mungu ili aweze kufanyaje? Kuokolewa. Ikiwa hata mchagua Mungu, wokovu hautapatikana. Kwa hiyo Israeli ilipaswa kumchagua Mungu kama mwokozi wao au msaidizi katika ile vita. Na pia Kanaani tunaona watu ambao walikuwa na imani juu ya Mungu, aliwaokoa kwa sababu walikuwa upande wa Mungu. Ingekuwa Mungu anakuwa upande wowote, hata Rahabu asingeokolewa. Nadhani mtazamaji umepata fundisho kubwa kwamba sisi tunatakiwa kufanya uchaguzi wa kukaa upande wa adui ama upande wa nani? Upande wa Mungu, na si Mungu kuchagua upande. Madam Glory, tunaondoka na fundisho gani kwa habari ya kukabili Yeriko? Fundisho lingine la mwisho ambalo mimi nimeweza kulipata na limenivutia sana, ukizingatia katika maisha haya tunayoishi ya siku za mwisho, ni kuhusiana kwamba Mungu huwa anafanya majukumu yake na sisi tunapaswa tufanye majukumu yetu. Kwa namna gani? Ni kwa sababu watu au wana wa Israeli walipewa amri na Mungu, au waliambiwa na Yoshua kwamba wanapaswa kuweza kufanya nini? Kuamka na kuweza kuimba na kupuliza tarumbeta kuzunguka ule mji wa nini? Ya Yeriko. Swali linakuja katika maisha ya kawaida kwamba ingawa Mungu aliweza kuahidia huo mji ni wa kwao, kwa ilikuwa ina haja gani ya wao kufanya hivyo? Swali ni kwamba ilikuwa ni haja ya kuonyesha kwamba kuamini mchakato mzima wa wokovu wao wa kuipata ile nchi ya Kanaani kama Mungu alivyoweza kufanya nini? Kuahidia. Na hii tunaweza tukasoma katika maelezo hapa, anasema Yeriko ilianguka kwa sababu Mungu aliwapigania Israeli walioamini katika mkakati. Ni mkakati gani huo? Ndio huo kwamba aliambiwa kwamba asubuhi wanatakiwa waamke wazunguke ule mji wa Yeriko wakiwa wanafuatana na nini? Wakiwa wanafuata wenyewe wanakuwa baada ya wale wanajeshi. Asante sana Da Glory, na kwa hiyo tutaishia hapa. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa SUA SDA Media, ninakusihi sana uendelee kufuatilia masomo yetu ambayo yanaendelea kuendelea hapo mbele. Tutakutana na somo la 6 ambalo linazungumzia habari ya dhambi ambayo ilitendeka baada ya kuiteka Yeriko. Kuna lile fungu la 19 na ile sura ya 6 inajaribu kuongelea jambo ambalo lilipaswa lifanyike, kwamba kitu chochote ambacho atakiteka ni kwa ajili ya nani? Ya Mungu, yani kimewekwa wakfu. Lakini wapo baadhi au yupo mtu ambaye alichukua kwa ajili ya manufaa yake.
jambo ambalo tunaenda kujifunza katika somo la 6 ni lile lililotokea baada ya yule mtu kufanya uhaini katika kambi ya Israeli. Basi ndugu mfuatiliaji na mtazamaji, kaa mkao wa kubarikiwa, kaa mkao wa kuendelea kufuatilia vipindi vingine vitakavyofuata. Petro, karibu kwa ombi. Asante, tuombe. Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema asante kwa sababu ulikuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tunaomba Bwana, maneno ambayo tumejifunza yakawe ni kwa ajili ya wokovu wetu. Asante kwa sababu itakuwa hivyo, kwani nimeomba kwa imani ni katika jina lake Yesu, amen.